Respect au mheshimu mwanamume yeyote anayekulelea mtoto au watoto, ambaye kwa jina huwa tunamuita baba wa kambo. Respect mwanamume ambaye anaishi na watoto wako. Unapozungumzia mwanamume yeyote ambaye yeye amechukua jukumu la kuwalea na kuishi na mtoto wako au watoto wako, mheshimu sana na mrespect. Usitumie lugha za kebehi unavyo address mwanamume ambaye yeye ndiye anaishi na watoto wako. Baba wa kambo ni baba. Kwa nini nasema baba wa kambo ni baba? Unapokuwa mwanamume umezaa mtoto na mwanamke, na yule mwanamke ameolewa au anaishi na mwanamume mwingine, yule mwanamume ni baba wa mtoto wako kuliko hata wewe. Why? Wanaume wengi huamini kwa sababu analipa ada ya mtoto ambaye yuko mbali na yeye, anatuma hela za matumizi ya mtoto, kwa hiyo yeye analea mtoto. Anaelea mtoto si anayetuma hela. Anaelea mtoto ni yule ambaye mtoto akiamka kila siku asubuhi anamuona. Mtoto akilia anambembeleza yeye. Mtoto akitoka shuleni anampokea yeye. Mtoto akiwa anaumwa anamuuguza yeye. Mtoto akiwa na furaha anafurahi naye. Mtoto akiwa na huzuni anambembeleza yeye. Mtoto akihitaji pipi anampa yeye. Huyo ndo anaelea mtoto. Kwa hiyo unapokuwa una mtoto na mtoto huishi naye, anaishi na baba wa kambo, mheshimu baba wa kambo, kwa sababu baba wa kambo ndio baba wa yule mtoto. Badala ya kumkebehi, kumtukana, kuzungumza mambo ya kejeli na kebehi kuhusu baba wa kambo wa mtoto wako, ishi naye kwa heshima. Mtreat kama binadamu, mtreat kama baba wa mtoto. Why? Tabia, mienendo na makuzi na malezi ya mtoto huwa ina aksi uhalisia wa mazingira anayoishi. Mind you, umemzaa mtoto ambaye unaonana naye mara moja kwa mwezi, unaonana naye mara moja kwa wiki, unaonana naye mwisho wa mwaka wakifunga shule. Lakini ana baba wa kambo ambaye kila akiamka anamuona, kila akitoka kazini anamuona, kila akirudi shuleni anamuona. Huyu ndio anakuwa baba yake. Kwa hiyo tabia za mtoto zile zitakuwa pia influenced na huyu baba. Ndio maana wanaume mara nyingi, ukiwa una akili, mwanaume mwenye akili huwa hamchukii baba wa kambo wa mtoto wake, bali anampenda yule na anaishi naye kama mwanamume mwenzie, kwa sababu huyu kwa uhalisia ndio anayekulelea watoto. Hata kama hela ya matumizi wewe unatuma kila mwaka 5 kila siku 5 unaenda kumfanyia mtoto wako shopping Ulaya, Dubai, wapi, lakini yule anayeishi na mtoto ndio baba wa mtoto, kwa sababu yeye ndio anayekaa na mtoto, anayemlea mtoto, anajua maisha yote ya mtoto. Respect mwanamume anayekulelea watoto, kwa sababu ungekuwa na uwezo ungewalea wenyewe, kwa sababu yeye anaishi naye. Huyo ndo baba wa watoto wako. Respect baba wa kambo. Ni binadamu kama ulivyokuwa binadamu wewe.